Usiku ulianza kutanda kwa utulivu wenye mashaka. Upepo mdogo ulivuma kutoka kaskazini, ukitikisa matawi ya miti ya neem nje ya jengo la Conseil d'Entrée. Ndani ya ukumbi huo, Thomas Sankara alikuwa ameketi akitafakari, macho yake yakiangalia juu kana kwamba anazungumza na Mungu wa mapambano. Tumefikia hatua ya kuamua mustakabali wa watu wetu, alizungumza kwa sauti tulivu, akiwatazama mawaziri wake wachache waliokuwa wamekusanyika. Kabla hajamaliza sentensi yake, milio ya risasi ililipuka nje ya jengo. Vilio vya walinzi na amri zisizoeleweka vilizidi kuibua hali ya taharuki. Halouna Traore, mshauri wa karibu wa Rais Thomas Sankara, alisimama ghafla. "Thomas, ni mashambulizi, wanakuja!" alilalamika kwa hofu. Lakini Thomas Sankara, katika mtindo wake wa kawaida wa utulivu na ujasiri, alisimama polepole. Alivaa koti lake jekundu la kijeshi, akarekebisha beji ya Che Guevara iliyokuwa kifuani mwake, kisha akatazama kila mmoja machoni. "Kama wamekuja kwa ajili yangu, basi nitawakaribisha kama mwana wa Afrika aliye tayari kufa kwa ajili ya watu wake," alitamka kwa utulivu, kisha akafungua mlango wa kutoka nje. Mlio mkali wa bastola ulisikika. Papo hapo, mwili wa Sankara ulianguka chini, damu ikimwagika kwenye vigae vya ukumbi. Kimya kilitanda kwa sekunde chache kabla ya milio mingine ya risasi kuendelea, waziri mmoja baada ya mwingine akiangushwa. Lakini halikuwa tukio la ghafla. Hili lilikuwa limepangwa. Na katika giza la jiji, ndani ya makazi ya kijeshi, Blaise Compaoré alikuwa amekaa mezani akisubiri udhibitisho. Simu ililia. "Imekamilika," sauti ilisema upande wa pili wa simu. Compaoré alinyamaza kwa sekunde chache. Alifumba macho yake, akavuta pumzi ndefu, kisha akasema, "Sasa taifa linaanza ukurasa mpya bila Sankara." Thomas Sankara alizaliwa katika familia ya tabaka la kati, akiwa watatu kati ya watoto 10. Baba yake Joseph Sankara alikuwa mwanajeshi mstaafu wa kikoloni aliyepigana katika vita vya pili vya dunia upande wa Ufaransa. Mama yake Marguerite alikuwa mama mpole lakini mwenye msimamo thabiti, aliyeamini katika elimu, maadili na heshima kwa jamii. Toka akiwa mtoto mdogo, Thomas alionyesha kuwa tofauti kabisa. Alikuwa mnyenyekevu, mwenye kutafakari, lakini macho yake yalisaliti ukimya wake. Yalionyesha shauku ya kutaka kujua kwa undani dunia ilivyo. "Kwa nini tunavaa nguo hizi huku wazungu wakivaa zao?" aliuliza akiwa na umri wa miaka 8 tu, baada ya kuona picha ya afisa wa Kifaransa katika gazeti la baba yake. "Kwa sababu wao ndio watawala wetu," baba yake alijibu kwa sauti ya polepole, lakini ndani yake alihisi majuto makali kabisa. Swali hilo dogo lilikuwa cheche ya moto uliozidi kukua ndani ya Thomas Sankara. Alipoanza shule ya msingi, alisifika kwa akili ya kipekee. Mwalimu wake wa Kifaransa alimtaja kama mvumbuzi wa kimya. "Thomas si kijana wa kawaida," alisema mara nyingi. "Anafikiri mbele ya wakati wake." Mwalimu huyo alizidi kusema. Akiwa na miaka 14, Sankara aliona kwa mara ya kwanza maiti ya mwanaume aliyekuwa ameuliwa kwa kosa la kuiba chakula sokoni. Polisi walikuwa wameacha mwili huo uoze katikati ya uwanja kama onyo kwa wengine. Thomas hakulia wala hakupiga kelele, lakini usiku huo hakuweza kulala kabisa. "Afadhali nife nikisimama kuliko kuishi nikiwa nimepiga magoti," aliandika kwenye daftari lake la siri. Akiwa kijana wa miaka 20, Sankara aliingia jeshi la Burkina Faso. Wakati huo likijulikana kama Upper Volta chini ya ukoloni wa Kifaransa. Alituma maombi yake kwa hiari, si kwa sababu alipenda vita, bali kwa sababu alihitaji kujifunza mifumo ya mamlaka kutoka ndani. Alijua kama Che Guevara na Patrice Lumumba walivyojifunza kwamba mabadiliko hayaji bila nguvu. Maisha ya kijeshi hayakuwa rahisi. Alihisi kukatishwa tamaa na nidhamu ya kijeshi ilipofusha fikra, lakini aliendelea kusoma. Alimeza vitabu vya Karl Marx, Frantz Fanon, Kwame Nkrumah na Mao Zedong. Kila jioni baada ya mafunzo, aliweka kitabu chini ya mto wake wa kijeshi.
Afisa lazima asichoke kufikiri, aliwaambia marafiki zake kambini. Kwanza, unajiandaa kupigana kwa bunduki, lakini mapinduzi ya kweli yanapiganiwa kwa fikra, alisisitiza. Waliomjua waliweza kuona ukali wa maono yake. Si wote waliopendezwa. Wengine waliona muasi, mchanga anayepaswa kuzimwa kabisa. Lakini Thomas alikuwa moto unaowaka polepole, na sasa ulikuwa tayari kuchoma historia ya taifa lake. Katika joto la kisiasa lililojaa ukakasi wa kiuchumi, Thomas Sankara alipandishwa cheo na kupewa wadhifu wa naibu waziri wa habari. Ilikuwa nafasi ya kwanza ya kisiasa aliyopata, lakini hakuwa mvivu wa kusema ukweli. Katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari, aliweka wazi msimamo wake. Hatuwezi kuendelea kuwa sauti ya watawala ilhali watu wetu wanalala njaa. Wananchi wanahitaji habari ya kuwaamsha, si kuwaongoza kwenye usingizi wa propaganda. Kauli hiyo iliwafanya waliokuwa juu ya uongozi kutetemeka kwa hofu. Muda si mrefu alipewa jina la mtu hatari kwa utulivu wa serikali. Lakini umaarufu wake miongoni mwa vijana ulizidi kupaa na kung'aa zaidi. Wakati huo, kijana mwingine mwenye ndoto ya mamlaka alikuwa karibu naye, Blaise Compaoré. Walikuwa marafiki wa karibu waliokutana jeshini, walikula pamoja, walicheka pamoja na mara kwa mara walijadili mustakabali wa Afrika. Thomas, unafikiri tunaweza kweli kubadilisha nchi hii? Blaise aliuliza siku moja usiku kambini. Si swali la kama tunaweza, Sankara alijibu. Ni swali la kama tuko tayari kufa tukijaribu. Maneno hayo yalimkula Blaise, lakini ndani yake kulikuwa na utashi wa aina tofauti, wa madaraka wala si mabadiliko. Baada ya kufukuzwa kutoka katika nafasi ya waziri mkuu kwa kukataa kushiriki upendeleo wa kifisadi, Sankara alikamatwa na kuwekwa kizuizini. Jiji la Ouagadougou lililipuka kwa maandamano. Vijana, wanawake, maskini na wasomi walijazana mitaani wakipaza sauti. Sankara ni wetu. Sankara ni sauti ya maskini. Blaise, ambaye wakati huo alikuwa na ushawishi jeshini, alichukua fursa hiyo. Kwa kutumia nguvu za kijeshi, aliongoza mapinduzi madogo yaliyomtoa Rais Ouedraogo madarakani, kisha akamwachilia Sankara kutoka gerezani na kumkabidhi urais. Kwa mara ya kwanza, Thomas Sankara alikuwa rais wa Burkina Faso. Lakini kama kivuli cha ukuta mrefu, usaliti ulikuwa tayari umetandika njia yake. Sankara hakuwa rais wa kawaida, na hiyo iliweka misingi ya kile kilichokuwa kinasubiri katika giza. Sankara aliposema, ninapojifunika katika blanketi ya mapinduzi, najua kuwa ipo mikononi inayovutia kutoka chini, lakini siogopi baridi ya usiku na siogopi kifo. Wakati Thomas Sankara alipokula kiapo cha kuwa rais wa Burkina Faso tarehe 4 Agosti mwaka 1983, aliapa mbele ya umma na si mbele ya jumba la kifahari. Aliapa kwa jina la maskini, wakulima, wamama na vijana waliokosa matumaini. Na akaanza kazi mara moja, si kama kiongozi wa kupendeleza hali iliyopo, bali kama mvunjaji wa mfumo wa kikoloni uliokuwa umeota mizizi. Mapinduzi yetu ni kuinua sura ya wananchi wa kawaida kutoka mavumbini ya kusahaulika hadi hadhi ya utu, alisema Sankara. Katika muda wa chini ya mwaka mmoja, mabadiliko yakaanza kuonekana. Sankara alitangaza ardhi ni ya yule anayelima. Mashamba yaliyokuwa yakimilikiwa na matajiri waliokuwa wakiyakodisha kwa maskini yalitaifishwa. Alianzisha mashamba ya kijiji kwa msingi wa ushirikiano. Katika muda mfupi, uzalishaji wa chakula uliongezeka kwa zaidi ya 60%. Burkina Faso, taifa ambalo kwa miongo mingi liliagiza chakula, sasa lilijitosheleza. Kwa miezi 6 tu, serikali ya Sankara ilifanikiwa kuchanja watoto zaidi ya milioni 2 dhidi ya maradhi ya surua, dondako na polio. Dondako na polio, kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika historia ya nchi hiyo. Aliamuru kila kijiji kijenge shule, kliniki na kisima. Alipunguza mishahara ya viongozi, akiweka mfano wa kushona suti yake mwenyewe na kuendesha baiskeli au Peugeot ya zamani. Sankara alikuwa rais wa kwanza barani Afrika kusema hadharani kwamba mabadiliko hayawezekani bila mwanamke kuachiliwa kutoka minyororo ya mila kandamizi. Aliwateua wanawake kwenye nafasi za juu serikalini, aliwahamasisha kujiunga na jeshi na alilaani ukeketaji na ndoa za utotoni.
Mwanamke ni mhimili wa mapinduzi. Bila mwanamke huru, hatuwezi kuwa na jamii huru, alisisitiza Sankara. Sankara alipiga marufuku misaada kutoka nchi za magharibi kwa kauli maarufu, msaada ni silaha ya kisasa ya kikoloni. Watupatie mashine, si chakula. Sankara aliagiza suti ya kitaifa ya Fanso-Danfani kushonwa na wafumaji wa ndani. Alisisitiza utengenezaji wa bidhaa ndani ya nchi na kuhimiza mapato ya ndani badala ya mikopo ya kigeni. Mapinduzi haya yaliwagusa wengi, lakini pia yaliwatikisa matajiri, wafanyabiashara, viongozi waliokuwa wamezoea upendeleo na wakoloni wa kiuchumi waliokuwa nje ya nchi. Marekani, Ufaransa na majirani fulani waliotawaliwa na udikteta waliingiwa na hofu, wakajiuliza, je, kama mfano wa Sankara utaenea kwa vijana wa Afrika, nini kitatushika? Miongoni mwa wale waliomkaribia, baadhi walianza kunong'ona, anaenda mbali sana. Anatufanya tuonekane kama waovu. Wasiwasi ulizidi kuota mizizi na usaliti ukatapakaa polepole kwa sumu. Miaka 4 baada ya kuingia madarakani, Burkina Faso ilikuwa taifa lililojaa harakati. Wakulima walikuwa na sauti, wanawake waliheshimiwa na vijana walikuwa na matumaini. Lakini nyuma ya mafanikio hayo, giza la hila lilianza kusongamana kama mawingu kabla ya dhoruba. Katika ofisi ya kificho mjini Paris, maafisa wa kigeni walikuwa wakijadili Sankara. Mtu huyu ni hatari. Ikiwa fikra zake zitasambaa, basi Afrika nzima itatutema. Blaise Compaoré, ambaye hapo awali alikuwa mshirika mkuu wa Sankara, alianza kuonekana kuwa mtu mwenye huzuni ya ndani. Vikao vyao vilianza kuwa baridi. Katika baadhi ya hotuba, Sankara alizungumza kwa mafumbo yaliyolenga usaliti. Hatari ya mapinduzi si tu kutoka nje, bali pia kutoka kwa wale waliokaa karibu nasi kwenye meza. Mikutano ya siri ilianza kati ya maafisa wa kijeshi waliokuwa wakihisi kukosa mamlaka. Wengine waliona Sankara kama dikteta mpya kwa kuwa alikataza anasa, marupurupu na rushwa. Waziri mmoja alisikika kinong'ona, anafanya kila kitu peke yake. Hatumshauri tena. Hataki kusikia ukweli wetu. Lakini ukweli ni kwamba Sankara hakuwahi kuogopa kusikia ukweli. Alichokataa ni maoni aliyotaka kurejesha ukoloni mamboleo. Katika mkutano wa kimataifa mjini Addis Ababa, Sankara alihutubia viongozi wa Afrika. Lazima tukatae kulipa deni la ukoloni. Sisi hatukuchukua mikopo hiyo, tulilazimishwa. Sankara alijua wangechukizwa, lakini hakuogopa. Rafiki yake mmoja kutoka Ghana alimuonya, Thomas, ukiongea sana watakufunga mdomo milele. Lakini Sankara aliendelea. Alijua hatari hiyo. Aliwaambia wafuasi wake, kama kifo changu kitaamsha mioyo ya wengine milioni, basi kifo hicho hakitakuwa bure. Wiki chache kabla ya kuuawa, aliitwa kwenye mkutano wa ndani na baadhi ya makamanda wa jeshi. Walimwambia kuwa kuna migawanyiko na wananchi wanachoka na ukakamavu wake. Basi tuwape nafasi ya kuchoka kwa uhuru, alijibu. Kuna waliompigia simu kutoka nje ya nchi wakimwambia aregeze misimamo, lakini Sankara hakuwa wa kulegeza. Alikataa kufuata amri za mabwana wa nje. Na sasa giza lilikuwa limekaribia. Mji wa Ouagadougou ulionekana kimya. Jeshi lilikuwa linajipanga, lakini rais bado alikuwa kazini. Bado alikuwa na mikutano ya vijana, akipanda mti katika uwanja wa umma, akihamasisha wananchi kujitegemea. Hakujua kuwa mti alioupanda kwa matumaini ungechanua kwa damu yake mwenyewe. Saa 5:21, jua la jioni lilianza kupotea nyuma ya majengo ya serikali. Ofisi ya Baraza la Mapinduzi ilikuwa kimya. Thomas Sankara alikuwa amevaa suti yake ya kijani ya kijeshi, ile aliyoshona kwa mikono yake. Alishika daftari, kalamu na aliingia kwenye ukumbi wa mikutano pamoja na wasaidizi wake wa karibu. Hawakujua walikuwa wameingia katika mtego wa mwisho wa maisha yao. Kwa wiki kadhaa, kikundi cha maafisa wa kijeshi kilichokuwa kikiongozwa kwa siri na Blaise Compaoré kilikuwa kikiwasiliana na maafisa kutoka Ivory Coast, Togo na hata Ufaransa. Majeshi ya nje hayakutuma wanajeshi, walituma maagizo, fedha na silaha za kufanya kazi hiyo kimya kimya. Hamna haja ya vita. Tupeni kichwa chake, tuwape kichwa cha nchi. Ndivyo ripoti za kijasusi zilivyodokeza. Dakika 5 tu baada ya mkutano kuanza, milio ya magari ya kijeshi ilisikika nje ya ukumbi. Askari waliovaa sare zisizo rasmi walivamia ofisi. Risasi zikasikika,
Hakukuwa na muda wa kujificha. Sankara alisimama kwa utulivu. Alimwangalia afisa mmoja aliyekuwa ameelekeza bunduki kwake. Nyinyi ni kaka zangu. Ikiwa mnaamini huo ndio ukweli wenu, basi fanyeni mnavyoona haki. Hakupiga magoti, hakupiga kelele, hakukimbia. Alikumbatia kifo chake kwa jina la mapinduzi. Risasi zikalia, si moja, si tatu, bali 12. Moyo wa Afrika ulipigwa risasi mara 12. Mwili wa Sankara uliondolewa haraka bila heshima wala ibada. Ulizikwa katika kaburi la haraka chini ya giza. Hakukuwa na bendera wala gwaride la heshima. Wasaidizi wake 12 waliuawa pamoja naye. Familia zao zilinyamazishwa, raia wakaogopa kabisa. Blaise Compaoré alitangaza kwamba kulikuwa na mabadiliko ya uongozi kwa manufaa ya umoja wa kitaifa. Aliwaambia wananchi, tumemalizika kuchukua hatua kwa sababu ya misimamo migumu ya Sankara ambayo ilikuwa inahatarisha amani ya nchi. Lakini wananchi walijua, walinyamaza kwa hofu, lakini mioyoni mwao walilia. Mtaa mmoja mjini Ouagadougou uliandika kwa mkaa ukutani, Sankara hakuwa malaika, lakini alikuwa wetu. Miaka iliyopita, jina la Sankara lilizimwa kwenye magazeti ya serikali. Picha zake zilifutwa, lakini kama taa inayowaka hata giza likizidi, fikra zake ziliendelea kuishi mioyoni mwa maskini, wanafunzi na wapambanaji wa haki. Kwa kila kijana aliyesema hapana kwa rushwa, kwa kila mwanamke aliyesimama kutetea haki zake, kwa kila mkulima aliyekataa kuuza ardhi yake kwa mabepari, Sankara alikuwa hai. Burkina Faso iligeuka polepole kuwa taifa la kimya, la hofu na la mateso ya kimya kimya. Uongozi wa Blaise Compaoré ulianza kuimarisha udikteta wa kidiplomasia, akicheka na Wafaransa huku akiangamiza waliokuwa na roho ya Sankara. Majenerali walibadilika kuwa wafanyabiashara. Ardhi iliyokuwa kwa wakulima iligeuka kuwa mashamba ya wawekezaji kutoka nje. Lakini sauti ya Sankara haikuzikwa. Ilikuwa ikiishi katika nyimbo, mashairi, michoro ya ukutani na simulizi za mdomo vijijini. Katika miaka ya 90, wanaharakati waliokuwa vijana wakati wa utawala wa Sankara walianza kuibuka kama viongozi wa harakati mpya. Mmoja wao kutoka Senegal alisema, nilimsikia Sankara akiwa hai na aliniongoza kuwa mwanafunzi kisha mwanamapinduzi. Katika Kongo, Cameroon na hata Afrika Kusini, vijana walikuwa wakinukuu kauli zake. Mpinduzi wa kweli ni yule anayejitoa kwa ajili ya wengine, si kwa sifa bali kwa wajibu. Harakati za mashinani zikawa na nembo moja, picha ya Sankara akiwa amevaa kofia nyekundu ya kijeshi, macho yake yakitazama mbali kana kwamba bado anaangalia mustakabali wa Afrika. Mariama Sankara, mjane wa Thomas, aliondoka Burkina Faso baada ya mauaji. Alihifadhi kumbukumbu zake, vitabu na hotuba zote. Katika uhamisho, alimlea mtoto wao kijana Thomas Junior Sankara, aliyekuja kujulikana si kwa jina tu, bali kwa msimamo wake wa ukombozi wa vijana. Alisema mara moja katika mkutano wa vijana wa Afrika Magharibi, baba yangu hakuuliwa kwa sababu ya kupenda vita. Aliuawa kwa sababu alikataa kuwa mtumwa. Miaka 27 baada ya mauaji, wananchi wa Burkina Faso walijitokeza kwa maelfu barabarani. Wakabeba mabango, wakapiga kelele, Blaise must go, Sankara is alive in us. Na kweli Compaoré alikimbilia Ivory Coast. Kwa mara ya kwanza, jina la Sankara liliweza kutajwa hadharani bila hofu. Picha zake zilitundikwa tena, hotuba zake zilitafsiriwa kwa lugha zaidi ya 20. Vijana walimchora ukutani na watoto walipewa jina lake kwa heshima. Katika mahakama ya kijeshi, watesaji walioshiriki njama ya mauaji na wale waliokaa kimya kwa faida yao walianza kuitwa majina kuelezea njama. Ushahidi ulitoka kwa maafisa wa zamani na hata kutoka kwa nchi za kigeni. Mmoja alisema kwa masikitiko, tuliona anavyoipenda nchi hii, lakini tukaamua kumaliza maisha yake badala ya kumsaidia. Leo hii Thomas Sankara amekuwa zaidi ya shujaa. Amekuwa ishara ya haki, mfano wa uongozi wa maadili na msukumo wa wale wanaopigania mabadiliko ya Afrika. Katika chuo kikuu cha Cape Town, wanafunzi waliimba, Thomas Sankara, Afrika yako bado ina njaa ya haki. Katika barabara moja mjini Ouagadougou, kuna sanamu yake mpya iliyojengwa kwa shaba, akiwa amesimama na mkono mmoja juu. Chini yake yameandikwa maneno,
Naweza kufa leo, lakini mapinduzi yangu yataishi milele.